kuna question mark. Mwisho kabisa. Hapa kwanza mimi sisi wengine Kiswahili hatujabobea sana huko. Chanda ni nini? Chanda si ni kama ile anasema chanda na pete, yani mtu ambaye mko karibu mapendana, kidole, yani lako ni lake, lako ni lako ni lake, lake ni lako. Mko hivyo kama tano na ngumi. Kama meno na fizi. Kama wali na maharage. Hivyo ni kweli wali maharage ni nani? Ni rafiki kabisa ile. Hakuna kitu kitamu kama hicho. Yaani Kazungu leo angekuepo hapa. Na zawadi angekupa. Basi aniombee dua. Anasifu chakula hicho. Hata mimi napenda sana. Alhamdulillah. Haya. Sasa hapo rafiki ni chanda ama ni standa? Yaani rafiki ni wako kweli ama ndio muumizaji wako? Okay. Ndio mtu atakao kuangusha au ndio mtu atakayekusimamisha? Hapa basically tulikuwa tunaongelea tuseme umuhimu wa rafiki kwako. Rafiki yako ni nani kwako? Je, wewe katika kuchagua marafiki umepata chanda au umepata sanda? Sasa wewe lazima uangalie na marafiki ulionao hivi sasa unafaidika nao au wanakuumiza. Kwa sababu marafiki kwa mwaka jana mzima wanasema tafiti zao, wanasema watu wengi sana wameharibika maadili kutokana na marafiki. Juzi nilikuwa naongea na mama mmoja akanambia mwanae alitoka nyumbani akiwa vizuri sana. Anasali, ana hijabu, lakini alipofika chuo kikuu amepata marafiki, hijabu ametoa, kusali hasali, na juzi amefukuzwa chuo. Lakini alipokuja akakaa naye chini, vipi, kwa nini imekuwa hivi? Asema mama, nilipata marafiki. Sasa wewe lazima ujiulize, rafiki ulionayo ni chanda ni sanda? Atakuletea faida ama atakuletea hasara? Lakini pia sisi ambao ni watafutaji vijana lazima tuangalie marafiki tulionao. Tukiondoka, kama kitafutwa mtu wa kufagia, atapendekeza jina lako au atasema mimi sina anemjua? Lazima uwe na watu ambao utakapoondoka na kukatokea fursa wakutaje jina lako. Ndio watu ambao unatakiwa uwe nao, au ndo marafiki ambao ndo chanda. Lakini rafiki sanda ni yule ambaye anajua kabisa wewe ndo unapika chakula kizuri, akaulizwa na jamaa akasema kwa kweli sidhani. Khatib si ni mchoma mnyama mzuri sana, sema lakini mara nyingi huchoma zikiwa bado haziko sawa. Asiseme hii fursa aloipata ndugu yangu, wacha nitamuomba mimi commission ya 10%, wacha nimdumbukize jina lake na mimi nitakula, kwa sababu hata akikosa upati faida, lakini akipata 10% utapata. Na labda pale ule ambako hutaji jina lake ni padogo, yeye Mwenyezi Mungu amemwandikia pakubwa, lakini hapa padogo ukimtaja jina lake, akipata ataona haya, atasema huyu ndo alionitaja, wacha ni mpe. Na labda katika kupata kwake pale akapata na hapo pakubwa zaidi, atasema aliyenianzishia kazi hii ni mtu fulani, wacha mimi nisogee mbele na yeye naye asogee mbele pamoja na mimi. Je, wewe katika marafiki zako wote 3, 4, 5, mmoja ulionaye, ikitokea fursa atakutaja jina lako, ndo atakuwa chanda? Lakini je, ikitokea fursa akasema mimi sijui, huyu ndo sanda. Na lazima sisi wote tuwe makini sana na marafiki, hasa marafiki ambao tunawapata tayari tu watu wazima au tayari tuko kazini. Kuna mtu rafiki yake ndo anayempeleka kwenye pombe, na kuna mtu rafiki yake ndo anayemtafutia mabinti. We naye cheki na hii style mpya siku hizi. Kuna mtu rafiki yake ndo anayemwambia ongeze mathna, yeye hajui maana ya mathna wala hana uhitaji wa mathna, lakini kwa sababu sasa hivi ni trend vijana kuoa wake wawili, anasema acha na mimi niende nayo na trend. Unaoa mke baada ya wiki 2, unaona ni uchovu, huwezi kuendi kule kwa yule mke, unamtelekeza yule mke, unabaki na mke wako. Mke yule anapiga simu kwa Madam Lela, nimetelekezwa hii sasa miezi 3, bwana huyu hajui nyumba hii. Kuliko uingie kwenye heri ambao ndo chanda, unaingia kwenye shari ambao ndo sanda, kwa sababu ya urafiki mwovu. Lakini hawa wote ambao tunaongea mwaka jana, ambao watu wengi wamesalitiwa na rafiki zao, ni watu ambao wako nao ndani. Na lazima ujue mtu wa kwanza kukudhuru ni mtu anayekufahamu. Kuwa makini sana na watu gani ambao unawaleta ndani. Ndio maana kuna watu wengine wanasema
sana kwenye saikolojia wanasema sehemu unaoishi, sehemu unaokaa ni sehemu yako takatifu. Sio kila mtu anatakiwa aje ile sehemu yako takatifu. Ni watu wako wa karibu sana ndio anatakiwa kuja ile sehemu yako takatifu. Mfano sisi mabinti tuna sehemu nzuri tunayoishi, lakini tunataka kila kijana anayetuuliza habari, mambo vipi, tunampeleka nyumbani. Na wengine wanaamua mpaka wanalala pale pale nyumbani. Sasa wewe mpaka ukifika 40 au miaka 35 katika nyumba yako au sehemu yako takatifu wameingia watu wangapi? Kila mtu unayemuona unataka kwenda kwao. Kila mtu uliokutana naye unataka kwenda kwao, unataka pia weekend ukalale kwao, pia unataka kula kwao. Sasa wewe unaingiza chanda katika maisha yako, unaingiza sanda. Kwa sababu mtu yote ile akuumize lazima awe anakujua. Na akikujua ni vizuri na ni wepesi sana kukuumiza. Sasa wewe lazima uangalie nani natakiwa anijue na nani natakiwa nimjue, nani namtaka karibu yangu, nani hatakiwi kusogelea. Lazima wewe kama binadamu uwe na mipaka ya kila kitu. Lazima uwe na mipaka. Na ndio utaweza kushika mipaka yako. Hata kama huyu unamuona huyu ni kijana anataka kunioa lakini tabia zake haziniridhishi, utamwambia bwana wewe songa. Lakini ukiwa sio mtu wa mipaka, mtu anakupiga, unasema samahani mume wangu kwa kufanya mpaka ukanipiga. Kakungoa jino moja la mbele. Pole sana mume wangu, yani mimi ndo kiburi. Ndio maana mpaka unaningoa meno. Yani nakutesa sana. Kila mtu ana hasira, kila mtu anachukizwa na tabia mbovu za mtu, lakini haimpi yeye mamlaka na majukumu ya kukungoa jino. Kuna adhabu kukurudisha kwenu, kukukalisha benchi. Wengine saizi wamefika mbali wanaoa mke wa pili ili kumpa adhabu mke wake wa kwanza. Kwani lazima unipige? Haya wewe umenipiga mimi nimekukosea. Wewe makosa ulionikosea mimi nani atakupiga? Alafu wewe mtu kakupiga kakudhuru, wewe ndo unamuomba radhi. Mwingine anakupiga kisha anakususa na watoto akupi matumizi, kakupiga, hakupeleke hospitali. Unamwandikia ujumbe, naomba utusamee sana, tunaomba tu urudi nyumbani. Unahisi hata akirudi atakuheshimu, heshima yako itakuwepo bado. Utakuwa kama dekio, baada ya dekio chini yake ni maji machafu, wewe ndo utakuwa. Kwa sababu umeshindwa kujisimamia. Anajua kwamba wewe hata nimpige, hata nimburuze barazani, hata kama akiwa anakaa na wenzake nikamshushia maneno ya shombo, atakuja ndani kuniomba msamaha. Na hakuna binadamu yoyote ambaye hapendi kuonea wenzie. Ndio maana unaona hata paka anaweza kawa amekaa na mpiga teke. Kwa hiyo kama na wewe naye umeamua kwa paka niwe na kupiga teke, na umenirahisishia na kupiga teke. Sasa wewe mwenyewe ujiangalie, marafiki au watu ambao umewaweka karibu, ni kwako ni faida gani unaipata? Sikute yao ndo marafiki wanakuambia usifanye kazi, kwani kazi kitu gani? Tunaweza tukapata mashangazi. Haya, katika hao mashangazi utapata faida gani kwenye mashangazi? Mtu ametumia umri wake miaka 35, tayari ana watoto 2 au 3, anakuambia wewe kijana ndo kwanza bado miaka 28, kuwa na mimi. Lakini wewe ukiwa naye wewe ujue utamilikiwa. Utaweza ukiambiwa leo usitoke, utaweza au unaenda tu kutafuta madhara? Bora ufanye kazi tu. Kuna mwanamke mmoja, sijui huyo unamweka wapi sasa. Yeye kwa bahati nzuri, niseme bahati nzuri. Kwa sababu umejua unapogundua mumeo ama mkeo ana tatizo ni bahati nzuri. Yani hiyo ni faida sana, hasa ukijua wakati wa mwanzo kabla hujazaa vigoda. Siondoki nakalia watoto, maana ndo vigoda. Huyo mwanamke mume alikuwa kila akija wala hashughuliki na simu yake. Umejua hizi simu zenu hizi simu janja. Sisi hizi simu zetu hizi. Ujumbe ukiingia hapa huwezi kufungua bila kuifungua hii. Lakini hizo unaweza kusoma ujumbe juu. Ameona ujumbe umeingia kwenye simu ya mumewe, na yeye alikuwa simu ipo karibu, mama yake yuko bafuni, akaona ujumbe. Alipoona ujumbe akafuatilia tu ile namba, yeye alichokariri ni namba. Inaonekana mumewe alikuwa anatoka nje ya ndoa na ana wake hawa 3.
Na bado anatoka nje ya ndoa. Wow. Alichokifanya yeye akawapigia wake wenzake. Nipenda. Unaona Jamani sasa letu liwe hili moja. Huyu bwana leo tumfundishe adabu. Ana mambo meusi nyuma ya pazia. Nimecheka kwa nguvu. Unaona? Alivyoje akawaelezea A to Z. Kwa hiyo kwa kila mwanamke ambapo walipokuwa anaenda walikuwa wanamwangalia kwa jicho la kipekee. Sawa. Unaona Mwisho wa siku wakaja mbananisha. Safi sana. Wakajua A to Z kuhusiana na mume wao. Unaona? Basi kati ya wale ambao wamewaambia mwisho wa siku wakapatana na mume wao. Wakamwambia fulani ndo aliyetupa aliyetupa pin number. Ila lakini kwa nini mmesaliti? Unaona Sasa swali langu, huyu ni chanda ni pete? Hao ni mashanda. Ni masanda hao wanasie. Wamemsaliti Leo hii yule mwanaume tangu mwezi wa 11 mwaka uliopita mpaka jana hakuwa amekanyaga kwa mke huyu ambaye alitoa taarifa kwa wenzake. Anajitetea huyu. Anatafuta mwanamke kitu. Anatafuta mwanamke amombe radhi. Yaani kwa kosa lake yeye mwenyewe aangukiwe. Mwambie wewe akae hivyo hivyo. Nimpe taarifa zake. Kaa hivyo hivyo. Yes, kaka kimya na wewe kaa kimya. Ndio dawa ya mtu kama huyo, kwa sababu mimi nimekwambia mwanzo huyu anaingia na sonya. Ni defense mechanism. Psychologically wanaita njia kama ya kujidefend. Sasa huyo kamsusia au mwanamke kosa ni yaani wewe ndio umetoka nje ya ndoa. Wewe ndio umezini. Mimi nikiwaambia wenzangu ili tukuzuie kwenye dhambi ambayo wewe itakuingiza motoni, wewe umenikasirikia mimi. So shukuru Mungu hata tumekuonya. Wewe unatakiwa uje kwangu uniambie, bwana wewe biashara ya kunipangia mipango mimi siitaki. Mimi ni mume wako. Kama unaona kuna kosa kwangu, nionye mimi peke yangu, usiniharibie jina kwa wenzio. Sawa? Hiyo ndo wakili ya kiume yani. Sasa kama na wewe umenuna kwa nataka mimi hapa ndo nikuchekeshe, mimi nakaa kimya. Yaani mwambie huyo akaze uzi huo. Akae kimya. Kwa sababu hata mimi ningefanya hivyo hivyo. Wewe sasa wewe. Mimi ningefanya hivyo hivyo kimya. Simkosei adabu, simulizi habari. Akija, karibu jamani mume wangu za siku salama, haya kula. Wala sianzishi ugomvi. Sasa umejua kwa nini alinitafuta na kuniambia hilo? Yule mwanamke alikuwa anajiweza alikuwa na vijisenti vyake. Kwa hiyo aliweka ile hali ya kwamba mwache sikamua. Kwa alikuwa anatumia pesa zake. Ukumbuke ana familia. Ana familia. Kwa sasa hizi hana maisha. Juzi ile shinda jana. Ananiambia kila kitu kimeisha. Na mume hatumi matumizi, haji na anajua na watoto. Anamke sawa kamjengea yupo kwake na vitu vingine kama hivyo. Hana chochote. Madam, anafanyaje? Wewe unahisi kwa nini mwanaume amefanya hivyo? Kwa sababu amejua huyu hana. Ataenda ila kuna mahali atagota itabidi ajishushe kwangu. Uongo kweli? Lakini kama ungekuwa una mia yako, kila siku nawaambia, tafuteni hata 200, uzeni hata skrimu skuli. Usingezalilika. Yaani wewe unamsamehe mume kwa sababu una chakula. Kweli? Kwa hata jua huyu ni njaa ndo zinazomsumbua. Hata kuwa na mimi yuko na mimi kwa sababu ya njaa. Laiti kama ungekuwa uko sawa, leo usingekubali ushushiwe heshima namna hiyo. Mimi sijui watu wanafanya nini, lakini mimi siwezi kumwambia akazane sana kwa sababu ataweza akafa njaa, lakini hata watoto kama mtu ameshindwa kuhurumia hata damu yake, unahisi wewe atakuhurumia? Kwa nini yeye basi asitoe chakula cha watoto? Mimi naye ndugu yangu mmoja aliniambia kwamba yeye na mke wake waligombana. Alikuwa anaenda pale nyumbani kupeleka chakula cha watoto, akimaliza anacheza na watoto kisha anaenda kulala kwingine. Huyo ndo mtu mstaarabu. Sasa wewe kwa sababu umegombana na mke hata watoto huwathamini. Yaani yeye anatakiwa ajitafakari upya. Ajiulize huyu aliye naye ni chanda au ni sanda. Lazima ajiulize. Kama mtu hata watoto wako wenyewe wa kuwazaa uthamini. Inakuwa ni shida kweli. Kama mke umemkasirikia, peleka chakula cha wanao. Maana ile ndo damu yako. Huyu si mjeuri, mwache ile jeuri yake. Kifika pale simamia watoto wako wale ondoka. Au mtume dadako, nenda pale hakikisha watoto wangu wanakula.
Si kuna nyumba. Tume dada yako aende pale akakae mpaka hasira yako ikiisha utamrudia mkeo. Kwa nini hivi sasa katika maisha ya kawaida ya wenye ndoa zaidi ya mke mmoja wake zao wamekaliana sanda na wala si chanda? Sinakwambia wanawake sisi tulivyo tunataka ubinafsi. Kila mtu anataka kumcontrol mume. Hii control. Kwa mtu anataka kuachawa. Anaona mimi nikimwambia mwanaume nyepesi nitakuwa karibu naye, atanithamini. Shida niyo tu. Ni jambo la kisaikolojia, huwezi lakini kwa mtu mwenye akili anapiga mahesabu, anajua jioni ni mahesabu, kwa hiyo mimi ngoja nipige mahesabu. Lakini mtu ambaye hana akili ndio huyo sasa anakuwa chawa. Mimi nawajua watu wako 3 nadhani ama 4 wale, lakini ni madada wanapendana. Na mume kama hivyo akiwa na matatizo wanashirikiana. Kama siku moja mume alikuwa amekamatwa na message, lakini message zile ni za mwanamke ambaye naye ana mume wake. Walichokifanya walimuita yule kaka, wakamwambia mke wako na mume wetu wana mazungumzo na uthibitisho huu hapa, lakini sisi hatutaki uongee na mke wako labda kalakaiwa, mimi na wewe hatujui. Na wakaficha, wakamwambia lakini tunavyohisi mke wako na mume wetu hawajafika mbali, kwa hiyo wewe ofisi ya mume wetu ni Radio Nuru, ofisi namba fulani, mfate pale. Mume aliwashwa vibao na yule mwenye mke wake, alipigwa na wale wakakaa kimya. Akaja nyumbani akasema jino la mume, lakini wao wanajua leo kakawashiwa mziki kazini, maana aliacha. Na hiyo ndo dawa ya mume. Mimi nikakwambia siku zile tunaishi nao kavile wapo jeshini. Sikuongea nadhani hapo, nimeongea pengine kwamba wanaume yani yeye ni maelekezo na adhabu. Wewe ukijifanya wewe ndio umepata adhabu, walia mwanzo hakusikilizi. Sasa nyinyi mmeshamwambia kwamba huyu ni mke wa mtu, usiwasiliane naye, maana angekuwa ni binti tungekuruhusu ukaoa. Huyu ni mke wa mtu, kama unania mke wa 4 tumekuruhusu oa. Hakusikia. Wakamtafuta mume wa yule dada, wakamwambia, kaenda kapigwa, kaja nyumbani akasema yeye jino linamuuma. Sasa huyo mdogo huyo mimi niko naye karibu, ndo akanambia dada zangu wametengeneza mpango kama huu Lela, unaonaje? Kabla wako wapi? Nataka tukutane leo tucheke wote 4. Kwani tukakutana tukacheka. Wewe sasa wewe. Mimi nilifurahi kwa sababu angalau wametumia jambo ambalo la kujenga. Wangebeba mabegi wakaenda kwao, nani angefaidika? Watoto ndo wangeumia. Lakini huyu bwana labda alitaka tu kuonyesha upande wa pili, labda atajirekebisha. Na kweli maskini kaacha. Anaogopa maana alikana kakake na wake zake 3 wana urafiki. Alikana kakake akamwambia kakake, bwana mimi nimekuja kudondwa kazini, lakini wake zangu wakijua nadhani hata heshima yangu nayo itashuka. Kwa wewe ubaki na hii siri, ila nitafutie yule bwana fulani umombe radhi, mwambie mimi mkewe tumemaliza. Sasa ndio yule akaenda kuambia wale wake, akamwambia bwana huyu kapigwa kazini sijui imekuaje. Sasa wale wake akamwambia hata sisi wenyewe hatujui, ila ni bora apigwe, maana sisi wenyewe tulikuwa tunajua. Sasa hawa ndo madada sasa. Hawa logo ukamwenzao mimi siwajui, lakini kama ni kujenga mimi sioni kama kuna tabu. Na kama mtu mumemsema zaidi ya mara 3 mtu hasikii, ni bora apelekwe hivyo. Nasikia amepigwa akalala siku 2 ana homa. Naona hata mimi hii njia inaweza pia ikatusaidia baadaye. Mtu apigwe tu. Kwa hiyo hapa lakini asiumizwe. Hapa apigwe na kwa mwanamke naye anayefanya hivyo apigwe. Kwa sababu kwanza sheria dini imesema nini? Apigwe mawe mpaka afe. Angalau hapa anapigwa tu kidogo ashtuke. Sheria dini inasemaje? Hivi kweli wangekuwa wanapigwa mawe mpaka wafe, wangekuepo? Wewe mpigaji mawe mwenyewe. Ni nani? Maana wote wenyewe wanatakiwa kupigwa mawe. Sasa atakayesimama chukue jiwe apige mwenzie sijui ni nani. Ya ilahi ya karimu. Ila naona hii adhabu ya kupiga ni nzuri. Lakini wewe ingekuwa wewe ungefanya nini? Unamwacha mkeo kwa sababu ya kosa hilo? Na yuko na mume wa mtu. Unaenda unamwambia mke wa yule mtu, mume wako na huyu mimi nakuruhusu kawashe vibao tu. Mimi sikupeleki popote, hata kikupeleka polisi utofungwa. Anaenda napigwa vibao.
Namwelekeza hadi ofisi yake ilipo. Wewe sasa kwa hilo ndio unaona sahihi? Mimi sijaona sahihi, lakini naona ni dawa kidogo kuliko kulia. Wewe umekosa nini kwangu? Kwa nini unanionea? Unalia jamani naye. Au akitoka hapa anaenda kumhadithia mwenzake, leo kalia kweli bali kama mbuzi anapolia. Nimemkomesha huyu mwanamke kule, anambia pole bwana, akikuzidi sana njoo ukustarehe. Marafiki wana ubinafsi ndani yao. Wengi sana hawapendi. Yaani wengi sana wana chuki ya mafanikio. Lazima uwe makini sana unamshirikisha nani majambo yako. Kwa hivi rafiki ni upi alafu huyu wa kawaida ni upi? Labda tunakosea hapo kujua. Yaani tukishafika miaka 29, 30 ni ngumu tupate marafiki. Tunapata tu watu ambao tunafanya nao kazi. Lakini ni watu tu ambao mnafahamiana. Lakini marafiki wengi tunakuwa labda kule shule ya msingi, sekondari, ndo wale tunapanda nao kutoka chini. Hata kama pale utaweza kumaintain mmoja ni bora. Kuliko kawa nao 7, 8. Ni ngumu. Kwa sababu hujui yupi ni yupi. Lakini pia Halifa wa 4 anasema anatoa dalili za rafiki wa kweli. Rafiki wa kweli ni kilio chako ni chake, kilio chake ni chako. Ukigeuka anakusifu, ukiwa mbele anakuponda. Kwamba ukiwa umefanya jambo zuri anakuambia waweza kufanya zaidi. Na ukiwa umefanya jambo baya anawaambia watu wanaokusema vibaya, anawaambia bwana huyu ni mbaya lakini si sana. Ana haya mazuri. Na ndio huyo sasa ukiwa na fursa anasema Hatib itamfaa. Na muamini Hatib. Hata kama anajua huiwezi, anajua atakusaidia, lakini anasema Hatib itamfaa. Kwa lazima umjaribu rafiki ili umjue wewe rafiki gani. Na rafiki ana muda wa majaribio? Unaweza tu kumjaribu kwamba huyu nikikosa atasimama na mimi. Mimi naye rafiki yangu huwa anivuruga sana kichwa mara saa zingine akinifokea, ananiuzi kichwa changu, yani unakaa unafikiria unasema sasa hichi kiumbe mimi nitakiweka wapi? Lakini kiwa na shida najua yeye ndo atanifaa. Kwa sababu gani? Ni mtu ambaye ana huruma sana. Kuna saa tu aiza kawa yani mimi nikimuudhi anakuwa kichaa kwa kunisema, wajua. Na sasa yeye anaweza kawa mimi nimemuuzi akanisema sana, lakini akikaa na jamaa anawaambia Lela hana shida. Na mimi labda sijasema naye hiyo siku nzima. Lakini kama kuna mahali kuna kazi hunipigia simu watu, fulani ndo katupa namba yako. Mbona jamaa tumekasirikiana toka majuzi, yani amewapeji namba yangu kibibi. Mwanzo anayo. Nilijua mpaka sasa ameshaifuta, unaona. Alafu kitu kingine ana uchungu, yani mimi nikimkopa. Nikimkopa pesa lazima ikague. Yani kwamba wewe unakopa kwa sababu gani? Nataka ninunue simu. Yani kitu kama simu unanikopa hela. Hilo ni hitaji lako rasmi. Si hitaji rasmi, si lazima uwe na simu. Anasa. Wewe unanikopa mimi kwa ajili ya anasa. Yani Lela utoe mshahara wako marejesho kwa ajili ya anasa. Kopa kitu cha maana bwana, unaona? Yani unajua tu kabisa huyu nikimpelekea kitu ambacho hakina akili huyu atani challenge. Sasa mimi huyo ndo rafiki ni naye. Na sasa ni miaka 18 sasa niko naye. Unaona? Sasa lazima uangalie kwamba huyu rafiki yeye anakuweka chini saa ngapi. Maana huwezi kuwa na rafiki mtu ambaye wewe ndo unamweka chini. Kwamba yeye anasema yes, kila kitu mwambia yes. Lazima akupe challenge. Ndo raha pia ya mke. Mke lazima akupe challenge kidogo, yani kwamba ufikirie useme kweli huyu mke huyu inabidi niwe na akili. Naona. Hivyo hivyo wewe. Ama wewe unataka mke ambaye atakwambia sawa hamna shida. Sawa hakuna shida, kakasirika lakini anacheka. Wewe utataka mke hivyo? Mwaka mzima amekuigizia kwamba yeye ni binti Rasuli, hakasiriki wala hana nyongo ya hasira. Ni mwema tu. Kuna mtu mmoja aliwahi kunipa mkasa, umejua nakumbuka ni rafiki yake huyo. Tangu udogoni. Wameanzia chini mpaka wakamaliza msingi wakaenda sekondari, afu wakaja waka pamoja. Huyu rafiki yake akaja akawa anamrubuni. Kwanza aliye kumrubuni shemeji yake wa kwanza. Shemeji yake wa kwanza alichokifanya hakumwambia mumewe. Alichokifanya alimrekodi yule mtu wakati analalamika na kumponda rafiki yake. Alimrekodi. Mbaya zaidi ni kwamba wakati anamrekodi kwa sababu alijua wanapendana sana.
wakati anamrekodi huku anakataa, unaona yule akajimwaga kusema mengi kabisa, kwanza yule mimi sio ndugu yangu. Na ukumbuke mtu huyo alikuwa ameiaminisha jamii ile mpaka mkewe kwamba huyu ni ndugu yangu kabisa, kumbe ni rafiki. Lakini akasema kwanza sisi ni marafiki tu, sio ndugu. Kwani kuna hasara gani? Unaona mwisho wa siku jamaa anaambiwa hii masuala ya kupuuza. Mkewe anakuambia hebu chukua simu yangu, naomba sikiliza hiki kitu. Na umeanza mimi muda unaona akaja akamlazimishia, akamwambia kwamba simu naomba, kuna kitu cha muhimu sana, kisikiliza angalau kwa dakika moja. Ni ndefu lakini sikiliza kwa dakika moja. Akampa na phone pia, akamwambia eka sikioni. Unaona mwanaume ili kumuondoa, kwa sababu alikuwa anaenda kazini, ili kumuondoa tu mke wake seme amuondoe kwenye reli, yani amridhishe mke wake, akaeka, akaanza kusikia story iliyopo sikioni ikaanza kumvutia. Huyu mbona kani fulani, kuna nini? Anasikia anavorumbana na mke wake. Aliahirisha kwenda kazini, ilikuwa na lisali 1:30. Mihangaiko hiyo. Kaja akamuuliza kwamba fulani, jana ulienda wapi? Maana tena alimwaga kwa sababu alikuwa hapo dukani. Akamwaga mwenzake, akamwambia naenda sehemu fulani mara moja hapo narudi. Kumbe anamdanganya anaenda kwake. Si unajua wakati mwingine frame wewe unafanya kazi 12 hapa alafu unaishi zako Mwahako huko. Kaenda bwana. Anamshawishi. Lakini jamaa kwa kujua yule ni rafiki yake, baada ya kumsema kwa sababu alikataa, alisema mimi nilienda kweli kule, akamwambia una uhakika? Mwisho wa siku akamwambia sikiliza. Jamaa alipiga magoti, akamwomba msamaha. La kwanza likaisha. Jamaa na wake hao akaenda kwa yule mke mwingine. Mke mwingine naye hakujua, hakuwahi kuhadithiwa ile story kwa sababu jamaa mwenyewe naye msiri. Alikuja akamwambia mumewe kwamba fulani mimi ni ABCD na anakuja anakuponda kwangu. Rafiki yake haswa. Alichokifanya mwanaume mmoja alimwambiaje? Mke wangu mrekodi. Wakati unaongea naye mrekodi. Fanya kama vile hujawahi kuniambia afu mrekodi. Safi kabisa, kweli kaingia kwa 18 karekodiwa. Jamaa alichokifanya akachukua tu ile sauti akamtumia WhatsApp. Kakimbia mpaka leo. Marafiki hawa. Sasa madam napata ukakasi unaposema rafiki ni huyu ambao umetoka naye huku, alafu hawa wengine huku ni wa kawaida. Yaani marafiki wengi unakuwa unaanza nao ukiwa mdogo ndio unatengeneza urafiki ule mkali. Lakini wengi ambao tunakutana nao sasa hivi ni watu ambao tunafanya nao kazi. Kama una uwezo wa kumpoteza maboyo ukampoteza, yani akawa haelewi historia yako, unampeleka mbele unamrudisha nyuma, unampeleka mbele unamrudisha nyuma mpaka haelewi. Sasa huyu hawa nimewagombanisha waachane, ni mke na mume, wameachana wako pamoja au vipi? Haelewi. Sasa mimi sijui, lakini rafiki unaweza kumjaribu. Ndio kama hivi nakwambia, lazima umjaribu. Ujue huyu ni mtu. Kama mimi kuna watu ambao nawajua kama wao jamaa zangu nini, lakini nawapitisha majaribu kiasi kwamba yani hadi amekuja kuingia sasa yuko karibu yangu, ashapitia. Kwanza kuna siku tu naweza ngajiliza shida. Sina hata shida. Lakini pia akija kuongea na mimi namuangalia. Akija kuongea na mimi, center ya mazungumzo yake ni mimi au ni yeye? Kama umekuja unataka kujua taarifa zangu, lazima nitakudanganya. Kwa sababu kwa nini uniite kwenye kikao uje uzungumzie mambo yangu? Kama ni muhimu uyajue, nitakwambia wewe ni mtu wangu wa karibu. Naogopa sana mtu anayekuja kukuuliza, vipi sasa hivi? Una matatizo yoyote au una shida yoyote? Kama una uwezo mpoteze. Asielewe kuna nini. Madam natamani kuendelea kukusikiliza vizuri sana, lakini muda sio rafiki. Unatuachaje? Lazima sisi wenyewe pia tujue kwamba rafiki ukishamgundua kwamba ni mnafiki, utapita naye kivipi? Kila mtu ana uwezo wa kukataa jambo, sijafanya. Na mtu mwingine anaweza akaja mpaka kwako akakurekodi jambo ambalo atenda kulitumia mahali ili akuchafue jina lako. Hakikisha yani akikurekodi
wakati wanasikiliza shana ile audio waloko kurekodi, yani hadi wanabishana. Uongo. Hii mbona hii kauli inapata nini? Wewe vipi? Kwa nini mbona hapa tujapata vizuri? Mbona hatumuelewi? Yani hakikisha wanabishana tena huko wanagombana. Kwa sababu kama lengo lao wanataka kuharibu, kukuumiza, wasijue hasa wanakuumiza na nini. Na ufahamu kabisa kuna watu ambao wanakuona uko mahali fulani lakini wanataka sana kukuangusha. Kwa hakikisha yani wewe unawapoteza. Hawajui yani saa ngapi tukupate wapi au tutakudhuru na nini. Maana kila mahali wanazopita ili wakudhuru hudhuriki. Sasa lazima wewe ufahamu utacheza vipi na watu. Kwa sababu sasa bila hivyo dunia sasa hivi sasa mimi hasa sisi juzi mtu mmoja aliniambia sema vizuri na kakako Khatibu, huwezi kujua. Sasa hivi nyinyi mnafanya kazi kwa bidii, mnaonekana mnafanya kazi kwa bidii. Naweza akatokea mtu katikati yenu akasema mimi nataka kuwa na rafiki zenu. Kumbe amekuja na malengo. Sasa hii shida hii ya kuamini watu hovyo ni shida ya watu wengi. Na watu wengi wastaarabu wanaamini watu. Sasa hujui ulomkaribisha kushauri ni nani. Mtu mwingine anakushauri achana na mke wako, vunja hii ndoa. Lakini ukimwangalia yeye pia hana ndoa. Au yeye hana kazi. Sasa atajuaje kuhusu ndoa na yeye hana ndoa au hana kazi? Kwa hiyo maneno ya kuambiwa pia jumlishana. Kama wewe kwenye hii ndoa umewekeza karibia miaka yako 10, umewekeza na fedha pia, umewekeza na akili pia. Mtu ambaye hana ndoa, hana fedha na kuja kukuambia wewe uivuje. Lakini ndoa kwako sio ndoa, ndoa kwako ni biashara. Wewe unajua wewe na huyu bwana mnapata nini faida. Kwa lazima ushirikishe halmashauri ya kichwa chako kabla ya kufanya akili yake alokupa. Madam, shukrani sana. Msikilizaji, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Muda sio rafiki, lakini kwa wale wote ambao wanahitaji namba Madam, naona kuna jumbe nyingi kulikweli, lakini kuna moja inauliza Madam huwa anakuja kila siku gani? Khatibu hapo ni siku ya Jumatatu ndipo tunapokuwa na Madam live hapa. Namba yake ya simu ni 0757 64 37 46 0757 64 37 46 ndio namba ambayo unaweza kumtafuta. Shukrani sana Madam kwa kuja. Asante sana kwa elimu yako. Yani umejua kitu ukiwa umekula hata chakula alafu bado ukao na hamu nacho ndio chakula kitamu zaidi. Yani leo nimeona muda hautoshi kabisa. Wakati mwingine tutapunguza yale. Asante sana. Mimi ni Khatib Salim Omar, nikutakia usikivu mwema vipindi vinavyoendelea. Na moja kwa moja nikwambie kinachofuata ni adhana, ikiwa ni wito kwa ajili ya maandalizi ya swala ya alasiri. Endelea kuwa na 9.5 Radio Nuru FM Tanga, Tanzania.